akajiorodhesha kwenye daftari kwa sababu imekuwa na desturi ya kukamatwa watu mahakamani. Na kamatwa mahakamani wanampeleka Kibiti, wanampeleka Bagamoyo. Kwa hiyo kama atakuwa ameandika jina itakuwa rahisi sisi. Tumekuwa na desturi ya kuweka kumbukumbu Chadema. Kwa sasa tunachukua majina ya watu waliofika mahakamani, wana Chadema na wanaharakati na wapenda maendeleo wote wa Tanzania. Ndio maana tunachukua majina kwa ajili ya kuweka rekodi. Kumekuwa na desturi ya kukamata watu mahakamani, wanaenda kubambika, kutelekeza sehemu mbalimbali. Ndio maana tunachukua majina kwa ajili ya kumbukumbu. Ikitokea kwamba mtu wetu ametoka hapa, kama hatujampata, tunajua kabisa alifika mahakamani, lakini kilichotokea ni kwamba polisi wamemchukua. Maana mwana Chadema hawezi kupotea hivi hivi, lakini polisi ndio wanachukua watu. Labda polisi wenyewe na mamlaka za logistics hapa asubuhi ya leo zimewapa utaratibu gani wa kuingia? Wametupa maelekezo kwamba tuingie tukae kwenye banda ambalo ndo unaona wanachama tayari wamekaa kwenye banda. Baadaye ndo tutaruhusiwa kuingia kwenye ukumbi wa mahakama watu 80. Namba ya watu 80. Watakapofika muda tutataja majina ya watu wa kwenda kuangalia. Lakini Watanzania wakumbuke kwamba siku ya leo tutatumia vipindi viwili. Kipindi cha kwanza tunaweza kukipa jina kwamba dakika 45 za Baba Boni ambaye ametoka Arusha. Baada ya hapo wakitoka wataingia watu wengine ili Watanzania wote waliofika maeneo haya wapate nafasi ya kushiriki kwenye hii kesi, aidha kwa kuona au kwa kusikiliza. Na kuhusiana na uongozi ambao na wenyewe logistics zao, labda wewe ni mtu wa logistic hapa, umewasiliana na viongozi, tuwatarajie viongozi wapi labda kufika? Viongozi wote wa Chadema nafikiri watakuwepo. Labda kama itatokea dharura ya kuzuia kwenye magari kama desturi ya polisi walivyo, wanawezekana wakawazuia kwenye mafoleni, lakini nina imani kwamba viongozi wa Chadema wote watakuwepo kwa ajili ya kusikiliza kesi. Sasa na viongozi wenyewe labda tuwatarajie muda gani kutoka sasa? Muda wote kuanzia sasa, na viongozi sio hao tu, yupo mzee Hashimu, mwenyekiti wa baraza la wazee mstaafu, ameshafika, na viongozi mbalimbali kutoka, tupo na wazee wetu kutoka Singida tayari wamefika, kiongozwa na babake Lissu. Sawa. Neno labda kwa wanachadema ambao wanatarajia kufika hapa, lakini pia kwa mamlaka ambazo na zenyewe zina wasimamia kwa ujumla. Kwanza ni uombe jeshi la polisi liwe na ustamilivu, kwa sababu kila mtu amelelewa mazingira tofauti. Hata polisi wenyewe wana mapungufu ambayo mengine sio ya polisi, ni ya mtu binafsi. Waweze kutenda haki wa Tanzania, waweze kufika mahakamani. Ijapokuwa tunajua kwamba nafasi chumba kinachukua watu 80, lakini wakiwa kwenye viwanja vya mahakama wafuatilia kesi ya mwenyekiti wa Chadema, itakuwa jambo zuri sana. Sawa, kwa kumalizia labda majina yako na nafasi yako. Majina yangu naitwa Bwire Saragana Bwire. Ninatokea ofisi ya katibu mkuu wa Chadema. Maana kama unavyojua katibu ana mikono mingi. Mimi namsaidia upande wa mahakama kwa sasa. Sawa, shukrani. Asante. Shoti hapa na baba. Ndio mzee wako. Maliza. Kitambulisho chako cha kama tulikwamba kitambulisho cha ofisi.
unafika mahakamani hakuna mahakamani. Chifu unaandikia chombo gani au ni mwandishi wa kujitegemea? Natokea? Unaandikia chombo gani? Tupe tu maelekezo. Ulikuwa unawapa maelekezo gani bwana? Maelekezo ni kwamba kila mtu anayefika wa Chadema daftari liko pale. Watu wote walikuwa pale pale kama huyo Tere. Vipi? Mwenezi Tere yuko tena muktasari. shida hizi. Kwa matangazo